mkutano huu utakuwa mzuri na wa kihistoria kuliko mikutano mingine yoyote. Tumejipanga na kama nilivyosema nipoongea na waandishi wa habari kwamba tutakuwa na mkutano mkuu tarehe 29 mpaka tarehe 30 ya mwezi huu. Ajenda za mkutano mkuu huu maalum kubwa ni 3. Ya kwanza ni kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kwa serikali zote mbili. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kipindi sasa cha miaka 5, na taarifa nyingine ni ya serikali ya Zanzibar. Kwa hiyo tutapokea taarifa za miaka 5 za utekelezaji wa ilani za serikali zote mbili. Ajenda ya pili itakuwa ni uzinduzi wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Tunaelekea katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba. Sasa vyama vya siasa vinajinadi kupitia ilani na wagombea. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kitazindua rasmi ilani ya uchaguzi, mambo muhimu ambayo Chama cha Mapinduzi kinakwenda kuyanadi kwa wananchi, na hicho ndio kitendea kazi na huo ndio mkataba wa chama cha siasa kinapoingia katika kampeni. Kinawaahidi wananchi ili kikichaguliwa basi ilani hiyo ndio mkataba na wananchi katika kutekeleza ilani hiyo. Ajenda ya 3 itakuwa ni marekebisho madogo tu ya katiba ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia kuelekea katika mkutano mkuu kutakuwa na tukio la uwekaji jiwe la msingi la jengo la makao makuu ya Chama cha Mapinduzi. Tukio hilo litafanyika tarehe 28, siku hiyo ambayo kutakuwa na halmashauri kuu ya taifa. Chama chetu sasa kina wanachama milioni 11. Maana yake ni chama kikubwa. Kwa hiyo ili tuwe na uwezo wa kuhudumia vizuri shughuli za chama chetu, tumeona sasa pale pamekuwa padogo. Sasa tuwe na makao makuu eneo kubwa. Hilo jengo litakuwa na facility zote. Watanzania wategemee kwamba CCM safari hii inakuja na kitu gani katika ilani yake. Hiyo ndio itakuwa surprise kubwa, kwa sababu ilani ndio unaenda kwa shawishi wa wananchi wawachague kwamba tutafanya 1, 2, 3. Karibuni Dodoma katika mkutano mkuu huu maalum. Mambo yote yamekamilika. Tunawakaribisha wageni waalikwa katika mkutano mkuu huu maalum. Tunawaalika waandishi wa habari katika mkutano mkuu huu maalum. Lakini pia hata kama hujaalikwa, wakati mkutano mkuu unafanyika Dodoma, mwananchi yote anakaribishwa. Unaweza ukawa umekaa sehemu umetulia zako, unafuatilia tukio hili ukiwa Dodoma. Na sisi tutaweka utaratibu wa maeneo ya watu kukusanyika na kuweza kufuatilia mkutano mkuu huu maalum.